Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya yote nausia nafsi yangu na wewe pia katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, leo hii nimekuletea mada ambayo muhimu sana katika maisha yako ya kila siku ambayo yanakuzunguka, au katika maisha yetu sisi wote ambao kila siku yanatuzunguka. Leo hii nimekuletea mada ambayo ni muhimu sana, ambayo faida za mitandao ya kijamii na maisha yetu ya akhira kesho, ambao sisi tutakapokufa itatusaidia nini mitandao ya kijamii endapo leo hii sisi tunaendelea kuitumia kila siku, na maisha yetu ya akhira kesho itatusaidia kivipi mitandao ya kijamii. Nimekuletea mambo matatu ndugu yangu katika imani, hayo mambo ambayo ukiyafuata vizuri kabisa na kuyazingatia kwa yakini, kwa njia ya kheri kabisa, kwa nia nzuri ambayo uliokuwa nayo, ambao utakuwa umeiandaa, basi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala utaweza kufaidika mzuri kabisa na hii mitandao ya kijamii, na utaweza kuitumia kwa ufasaha mzuri kabisa, na utapata faida nyingi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho na katika maisha yako ya kila siku ambayo yanakuzunguka leo hii duniani, na kesho ukifa utakuwa umeacha athari nzuri sana ambayo itakuwa inakusaidia kila siku utakapokuwa kaburini, na kheri nyingi zitakujia kaburini kwa kutumia mitandao ya kijamii leo hii ambao wewe unaitumia. Ndugu yangu katika imani, leo hii mitandao ya kijamii na teknolojia ya kimawasiliano imekuwa ni sehemu katika maisha yetu ya kila siku ambayo sisi yanatuzunguka. Imekuwa ni sehemu katika maisha yetu ya kila siku ambayo sisi yanatuzunguka. Watu leo hii wanatumia WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram na TikTok, lakini swali la muhimu sana kujiuliza, wanaitumia mitandao hii ya kijamii wanafaidika na nini? Au wanaitumia vipi? Wanaitumiaje? Wanaitumia kwa uzuri au kwa ubaya? Kama wanaitumia kwa uzuri, basi haina shida kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo Allah atakuwa ameridhia kabisa. Je, kama wanatumia kwa shari na kwa vibaya kabisa, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kuadhibu na mitandao hii ya kijamii, na itakuwa sababu kubwa sana kwenda kuingia motoni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ataenda kuchomwa. Ndugu yangu katika imani, nikianza na mimi nafsi yangu kabisa na wewe pia, jambo kubwa kabisa la kwanza la kufanya vizuri kabisa katika mitandao ya kijamii leo hii, ambalo litaweza kusaidia katika jamii ya Kiislamu, wewe itakusaidia katika maisha ya kila siku ambao wanakuzunguka. Jambo la kwanza kabisa, kufikisha kheri katika mitandao ya kijamii. Yaani hii mitandao ya kijamii tuitumie kwa ajili ya kufikisha kheri, kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufikisha dini, kufikisha ujumbe uliokuwa mzuri, fikisha kwa ajili ya Allah. Yani usitumie mitandao ya kijamii kufikisha ovyo, yani kufikisha mambo ambayo kutuma, kuposti vile vitu ambavyo vitakuwa ni shari kwa watu, kutuma picha mbaya, kutuma video mbaya, maneno ya matusi mabaya, kutuma mapicha ambayo hata mtu akifungua tu simu yake kuangalia tu, basi atakuwa anapata shubha. Chanzo kikubwa ni nani? Ni wewe uliotuma. Na ukituma tu, basi utakuwa umewaathiri watu wengi sana. Watu wengi sana, unajua mitandao ya kijamii, mtu ukituma, ukiposti kitu, watakuwa wanaangalia watu wengi sana. Na watu wengi leo hii shetani imetawala sana katika dunia. Kwa hiyo mtu anapofungua tu simu yake na kuangalia kitu ambacho sio kizuri, basi anakuwa shetani anamhamasisha endelee kuangalia tu, kama ni picha mbaya pengine, au maneno mabaya, matusi, vichekesho vyote havifai. Kwa wewe kama Muislamu unatakiwa utumie mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufikisha kheri kwa ajili ya Allah peke yake. Jambo la pili, nisirefushe muda mrefu sana kwa sababu ni mada fupi tu ambayo ni muhimu sana. Jambo la pili kuhusiana kheri, kuitumia mitandao ya kijamii kujizuia na maasi. Jambo la pili, kuitumia mitandao ya kijamii kujizuia na maasi. Yaani unapoitumia mitandao, kwa sababu gani? Unapoitumia mitandao ya kijamii unakuwa unajicomment kabisa, unajizuia kabisa. Uweze kuepuka kuangalia vitu vibaya, vitu vichafu, lakini ukifungua tu haraka unaacha. Wao unaruka, au ni picha mbaya unairuka. Kama ni nini, maneno mabaya, ni video kuchekesha ya matusi nini, watu wanavaa uchi, unaitupa haraka, unairusha haraka, unaepuka naye. Kwa hiyo hii itakuwa inakuzuia wewe kikubwa sana kujizuia na maasi na uchafu kwenye mitandao ya kijamii. Nyingine ndugu yangu katika imani, na kuhusia ufanyie kazi sana ndugu yangu haya machache ambayo leo hii umepata kuyasikiliza, uweze kuwafikishia na wengine ujumbe mzuri kabisa kama huu, ili uendelee kupata kheri
Allah aendelee kukulipa kila siku ndugu yangu katika imani. Yani usikose kabisa kutumia fursa hii ya mitandao yani vizuri. Usikose kutumia fursa hii ya mitandao vizuri ili iwe kheri kubwa, sababu kubwa sana kuingia peponi. Ukitumia vibaya basi itakuwa sababu kubwa sana kuingia motoni, na ukitumia vizuri itakuwa ni sababu kubwa sana. Ukitumia vibaya itakuwa sababu kubwa sana wewe kwenda kuingia motoni, na ukitumia vibaya ni sababu kubwa sana kuingia